tunapenda kutoa kama tunavyofahamu kabisa kwamba tarehe 8 siku zote mwezi wa 3 imekuwa ni siku ambayo dunia nzima inaazimisha masuala kadhaa yanayohusu wanawake. Ni siku ya kutafakari mambo kadhaa yanayohusu wanawake, haki za wanawake, changamoto za wanawake na maendeleo ya wanawake kwa ujumla. Ni siku ambayo sio ya kuangalia tu changamoto ziko wapi, lakini ni siku ambayo pia ya kukumbuka historia ambayo wanawake wamepitia duniani. Ni siku ambayo pia tunaangalia maendeleo na mchango wa wanawake katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo. Lakini sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, ambao ni mtandao unaojumuisha watetezi wa haki za binadamu mbalimbali, tunaendelea kuzungumzia siku ya mwanamke duniani, hasa mwaka huu kwa kuangalia zaidi historia ya mwanamke kama mtetezi wa haki za binadamu, lakini mchango wa mwanamke katika kutetea haki za binadamu, kulinda haki za binadamu, hasa kipindi hichi ambapo mwaka huu tunaazimisha miaka 30 baada ya maazimio ya haki za wanawake katika mkutano wa Beijing mwaka 1995. Tutajaribu kuangalia wanawake walishiriki vipi katika mkutano huo, hasa wanawake watetezi wa hapa Tanzania, lakini pia na mchango wao katika kutekeleza yale maazimio 12 yaliyoazimiwa katika mkutano wa Beijing. Watetezi wa haki za binadamu wana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya kitaifa, katika maendeleo yoyote duniani. Na kati ya watetezi wa haki za binadamu ambao wanatetea haki za binadamu kupitia taasisi mbalimbali au kupitia makundi mbalimbali au wakati mwingine hata mmoja, wanawake wamekuwa ni sehemu kubwa sana ya watetezi hao. Wanawake watetezi wa haki za binadamu wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba dunia inabadilika, inatambua sio tu masuala yanayohusu wanawake, lakini haki za binadamu kwa ujumla. Mwanamke kihistoria ni binadamu ambaye ametengwa na kunyanyaswa sana kutokana na mifumo ya kiuchumi, mifumo ya kijamii, ya kimila, mifumo ya kisiasa na mifumo yote kwa ujumla ya kidunia. Imemfanya mwanamke kwa muda mrefu sana awe kama ni mtu ambaye ana sehemu katika jamii. Pamoja na kwamba kuna watu wengine hata wanaume walifanywa ukatili, walifanywa unyanyasaji, kwa sababu ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu tunaanzia kwa mfano enzi za watumwa. Watumwa walikuwa wanateswa wote, awe mwanamume au mwanamke, walikuwa watambuliwi. Watumwa haruhusi kushiriki shughuli za maendeleo, walikuwa hawashiriki kwenye uchaguzi. Kwa mfano Marekani kule watumwa walikuwa washiriki uchaguzi. Lakini pia hata watu maskini wale hohehae tunaita ni watu ambao pia hata kwenye chaguzi, kwenye mifumo ya uchaguzi walikuwa watambuliki. Mwanamke alikuwa atambuliki kama binadamu kabisa, alikuwa anaonekana wakati mwingine katika jamii zingine ni mtoto au sio binadamu, na ndio maana unakuta haki zingine zote nyingi mwanamke alikuwa haruhusiwi kuziishi kama binadamu. Kwa hiyo ni historia ambayo ni ngumu sana kwa wanawake, na wanawake tunashukuru kwamba kwa kutumia jitihada zao wenyewe walianza kupigania haki zao wenyewe, na sio tu kupigania haki zao, ndio wamekuwa pia wakiongoza kupigania haki za ujumla. Kwa mfano Marekani, wanawake wengi sana kuanzia kina Rosa Parks na wengine walianza kufanya harakati za kutetea haki za mtu mweusi Marekani. Lakini duniani kote utaona, hata hapa Tanzania wakati tunatafuta uhuru, wanawake wengi walikuwa na mchango mkubwa katika historia hii ya upatikanaji wa uhuru. Wanawake ndio walikuwa wanahamasisha na kuongoza shughuli zote za harakati za ukombozi wa nchi hii. Wanawake wengine kama kina Bibi Titi ndio walikuwa wanashiriki mikutano, wanaongoza mikutano wakishirikiana na Mwalimu Nyerere kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa maana ya kutafuta uhuru. Na uhuru uliotafutwa kwa njia ya meza na sio kwa njia ya vita. Bibi Titi ni mmoja wapo watetezi wa wanawake ambao wamechangia sana kupatikana kwa uhuru huu. Lakini katika historia wakati mwingine huwezi kumuona. Historia haijawekwa vizuri kuhusiana na mchango wa wanawake katika kutetea haki za binadamu duniani. Historia haijakaa vizuri kuhusiana na mchango wa wanawake katika kutetea nchi zetu kupata uhuru kutoka kwa mikononi mwa wakoloni. Kama nilivyosema, Mwalimu Nyerere alikuwa akitembea popote pale Tanzania,
maeneo ambayo alikuwa anafikia, alikuwa anapewa anakaa kwa nyumba za wanawake, akienda Lindi, akienda Kilimanjaro, akienda wapi. Hapa Dar es Salaam wanawake wengi sana wakiongozwa na Bibi Titi walikuwa ndio wanaongoza kuhakikisha kwamba kampeni na hamasa za kupatikana kwa uhuru zinafanyika. Walikuwa wanashughulika, wanapika, wanaandaa mikutano, wanahakikisha wanawake wanashiriki kwenye mikutano. Kwa hiyo ni watu ambao wameshiriki kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunapozungumza vizazi vya wanawake kama watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania, tunaweza kuweka katika makundi matatu kwa sasa. Kundi la kwanza ndio kundi la kina Bibi Titi na wenzake kina miaka hiyo, na baadaye kina Sofia Kawawa na wengine wengi wale wa miaka ya mwanzo ndio walikuwa tunaweza tukasema ni wanawake ambao walishiriki sana kupigania haki, sio tu haki za mwanamke, lakini haki za kisiasa. Na tutaka kusema ni kwamba wanawake wa miaka ya nyuma walikuwa wanapigania haki za binadamu kwa ujumla wake, bila kusahau kwamba msingi mkuu wa utetezi wao walikuwa wanaongoza ni pamoja na kupigania usawa na mwanamke. Kama nilivyosema kwamba mwanamke mifumo ilimweka chini sana, aliachwa chini sana, na dunia sasa ikaja ikaona kwamba lazima tuje na mekanizmu na utaratibu ambao utampandisha mwanamke aonekane kwamba yuko sawa na mwanaume katika jamii. Jitihada zilifanyika katika Umoja wa Mataifa. Mwaka 1970 kaunda mkataba ambao unatambua haki za wanawake. Mchakato ukaendelea barani Afrika na hata Tanzania, mchakato ukaendelea. Kwa hiyo kundi hili la kwanza limekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifumo huru ya kitaifa, tunatoka mikononi mwa wakoloni, lakini baadaye tunatengeneza mifumo ambayo inamtambua. Na Mwalimu Nyerere alikuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba wanawake wanakuwa sehemu ya maendeleo ya taifa hili. Wale wengine walikuwa ni viongozi, wengine walipewa waziri, wengine walikuwa katika nafasi mbalimbali. Alitengeneza sheria ambazo zilikuwa zinaweka kidogo mazingira mazuri ya wanawake. Kwa mfano sheria ya ndoa, pamoja kwamba ilikuwa na changamoto zake, lakini ilikuja kubadilisha mambo mengi sana kuhusiana na sheria za ndoa zilizokuwepo kule nyuma, kutambua mwanamke na mambo kama hayo. Kwa hiyo viongozi wote, pamoja na kwamba wanawake walikuwa wanafanya vizuri, lakini nafasi ya wanaume waliokuwa na mioyo mizuri ya kutambua haki za wanawake walishiriki kuwasaidia. Sasa kundi la pili ndio kundi ambalo lilikuja baada ya haki za binadamu kuingia kwenye katiba mwaka 1985 kuja mbele. Kundi la pili ndio kundi kwa mfano la kina Mama Mongela, tunazungumzia wanawake wengine kama kina Mama Tibaijuka, kina Mama Dr. Helen Bisimba, kina Mary Rusimbi, akina Dr. Nlea Nke na wengine wengi tu, akina Mama Siwale na wengine wengi. Kuna wanawake ni wengi sana nchi hii ambao wameshiriki vuguvugu la kuhakikisha kwamba Tanzania inamtambua mwanamke, lakini Tanzania inakuwa na mifumo mizuri ya haki za binadamu. Kwa hiyo katika vuguvugu hilo sasa ndipo kwa mfano sasa mwaka 1995 wanawake wengi wa Tanzania kwanza walishiriki kushawishi uwepo wa mkutano wa Beijing na haki za wanawake kupelekwa. Na ndio maana leo tunazungumza hapa tukiwa kifua mbele miaka 30 ya uwepo wa maazimio ya Beijing. Kwa mfano tunajivunia kwamba mwanamke wa Tanzania Mama Gertrude Mongela ndio alikuwa katibu wa mkutano huo wa Umoja wa Mataifa. Kipindi hicho Mama Mongela yeye alishakuwa na nazifa nyingi kama mwanamke. Alikuwa ndio mwanamke wa kwanza kuwa rais wa bunge la Afrika PAP, lakini alikuwa pia ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Alishika nyasifa mbalimbali katika Umoja wa Mataifa na hapa Tanzania kama waziri. Ni mwanamke ambaye alitoka kwenye jamii kabisa ya uvuvi kule Ukerewe, lakini aliweza kushika nafasi kwa sababu tu aliwezeshwa na nafasi ilikuwepo kufanya hivyo. Hiyo inaonyesha kwamba wanawake wakipata elimu, wakipata zile nafasi ambazo pengine wamekuwa wamenyimwa na mifumo na historia na tamaduni, wanaweza kuwa ni watu wadau wakubwa sana katika taifa letu. Kwa mwaka 1995 wanawake wengi watetezi wa haki za binadamu au niliowataja walishiriki kwa kupeleka mapendekezo katika mkutano wa Beijing kule China mwaka 1995, na walikwenda kwa wengi wa mashirika, wale walikuwa kwenye mashirika ya haki za binadamu, wale ambao walikuwa ni wanaharakati tu bila kuwa na mashirika kama niliowataja, waliungana kwa wingi sana Beijing na walishiriki, na tukarudi na maazimio 12 ya Beijing. Kwa hiyo mkutano wa Beijing pamoja na mambo mengine ililenga katika kuhakikisha kwamba unaweka usawa wa wanawake katika jamii. Kwa hiyo maazimio hayo 12 ambayo tumekuja nayo au walikuja nayo wakina mama mwaka huu 95, azimio la kwanza linazungumzia masuala ya umaskini
kuondoa umaskini kwa jamii, lakini zaidi wakimwangalia mwanamke, kwa sababu mwanamke alikuwa ameachwa na mifumo mingi, kwa hiyo kupambana na umaskini. Lakini azimio la pili likawa ni masuala ya kiuchumi, kuhakikisha kwamba mwanamke anakuwa vizuri katika mifumo ya kiuchumi katika jamii. Kama nilivyosema kwamba mwanamke huko nyuma alikuwa ameachwa, hata kumiliki mali, kumiliki ardhi, mambo mengi jamii zetu na mila zilikuwa zinamtenga. Kwa hiyo masuala ya kuhakikisha kwamba mwanamke anamiliki mali, anakuwa sehemu ya uchumi na kutengeneza bajeti ambazo zinatambua uwepo wa mwanamke, hiyo gender budgeting ikawa ni agenda kubwa ya pili. Lakini agenda ya tatu ambayo ilikuwa ni maazimio mojawapo ya yale ya 12 ya Beijing, ilikuwa ni swala la elimu na mafunzo, kwamba wanamke kwa muda mrefu ilikuwa kwenda mwanamtoto wa kiume anakwenda shule, mwanamke anaachwa. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba wanawake wanakwenda shule, wasichana wanakwenda shule, na mafunzo yote ambayo mwanaume anapata na mwanamke wanapata. Hilo lilikuwa azimio lingine la tatu. Azimio la nne ni masuala ya afya. Afya kwa mwanamke, tunafahamu kabisa kwamba mwanamke akiwa na afya njema, hata familia na watoto wake wanakuwa na afya njema. Azimio lingine la tano lilikuwa linazungumzia masuala ya kujenga mifumo ya kiuongozi na utawala, kwamba mifumo ya kiuongozi na kiutawala katika taifa letu itambue, kwa mfano mabunge, uongozi wa siasa, itambue uwepo wa wanawake na wanawake washirikishwe katika nafasi hizo. Zingine ilikuwa ni mifumo ya kijamii, kujenga na kuboresha mifumo. Tunafahamu kabisa kwamba vitu ambavyo vimechangia pia mwanamke kurudi nyuma au kuachwa nyuma ni mila zetu. Kwa hiyo mifumo ya kijamii ililengwa kuangaliwa upya na kutoa nafasi ya mwanamke kushiriki katika mambo kadhaa ya kijamii. Kwa hiyo mifumo ile, maazimio mojawapo ilikuwa ni kuja kufumua mifumo, kujenga mifumo upya ya kijamii ili iweze kutoa nafasi ya mwanamke kuonekana kwamba na yeye ni binadamu kama wanaume walivyo. Lakini jambo lingine lilikuwa ni kuangalia zaidi masuala ya mtoto wa kike. Mtoto wa kike aliguswa kwa kiasi kikubwa kwa sababu mtoto wa kike ndio anakuja kuwa mwanamke. Kwa hiyo sasa mazingira ya zamani yalianza kumkandamiza mtoto wa kike. Mtoto wa kike asipopewa mazingira mazuri akiwa mdogo, maana yake atakuja kuwa mwanamke mwenye umuhimu katika jamii, au ambaye anatija katika jamii, inakuwa ngumu. Leo tunaona kabisa binti ambaye anafanywa ukatili akiwa mdogo anakuja kuwa ni mtu ambaye mchango wake kwenye jamii unakuwa mdogo, kwa sababu hapati nafasi ya kusoma, hapati nafasi ya kukua vizuri. Kwa hiyo hiyo ikagusiwa. Lakini jambo lingine ambalo limesisitizwa ni haki za binadamu kwa ujumla, liligusiwa kama azimio lingine. Na azimio lingine ni azimio la kuhusu vyombo vya habari na haki za wanahabari. Hilo nalo liliguswa kama maazimio 12 ya Beijing. Kwa hiyo maazimio haya ndio leo tunafanya tathmini sasa, miaka 30, kuona je, baada ya kuja na haya maazimio Tanzania, leo miaka 30, mchango wa wanawake, watetezi wanawake ni upi katika kuhakikisha kwamba haya maazimio 12 yamefikiwa. Kwanza, katika kutekeleza haya maazimio, serikali ipo upande mwingine, kuna watetezi wa haki za binadamu upande mwingine, na upande mwingine kuna wadau wa kimataifa kama Umoja wa Mataifa na mambo mengine. Tutambue sasa leo sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu tunaangalia zaidi wanawake watetezi wa nchi hii wamehakikishaje, wamefanikishaje kutekelezwa kwa maazimio haya 12 ya Beijing baada ya kutoka kwenye mkutano. Kama nilivyosema kwamba wanawake wengi walikwenda katika mkutano huo, na aliyekuwa mwenyekiti, mkatibu wa mkutano huo ni mwanamke Mtanzania, Mama Ongela. Sasa wale wanawake waliokwenda, kwa mfano kina Mama Mary Rusimbi, kina Mama Anna Tibaijuka, kina Mama Dr. Helen Kijo Bisimba ambaye alikuwa mkurugenzi wa THRDC, wengine kutoka vyombo vya habari walikuja. Kazi ya kwanza waliokuja ni kuanzisha taasisi ambazo zinakwenda kutekeleza haya maazimio. Ndipo mataasisi, kwa mfano kama mataasisi mengine yakaanza kuwa makubwa kama kituo cha sheria za binadamu, vituo vingine kama WiLDAV, Tanzania Media One, zikaendelea kubeba haya agenda za mambo ya media. Mtandao wa TGNP ndio ulikuja kuzaliwa rasmi sasa, kuja kukaa sawa baada ya wao kutoka Beijing. Na pamoja na mashirika mengine mengi yaliendelea kuzaliwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaboresha. Hata Baraza la Wanawake Tanzania lilikuja kupata kasi zaidi baada ya kutoka Beijing. Na kipindi hicho kina Tibaijuka walikuwepo, ndio walikuja kuwa viongozi wa baraza ile ambalo baadaye likaja likasumbuliwa kama vile likataa kufutwa, na mpaka sasa hivi hatima ya baraza ile halijulikani. Kwa hiyo wanawake, hatua za kwanza ndio hizo, waliunda taasisi kadhaa, waliunga miunganiko, waliweka mikakati ya pamoja ya kuhakikisha kwamba mapendekezo haya yanafanikiwa. Kwa hiyo wakaanza kampeni
kampeni za kutoa elimu kwa jamii kuelewa maana ya maazimio haya, wakaanza kampeni za ushawishi wa mifumo, kubadilika kwa sheria, kutungwa kwa sheria mbalimbali katika taifa letu. Ndio utakuta kwa mfano mwaka 98 masuala ya SOSPA, sheria ile ya makosa ya kujamiana, wao ndio walipigia kelele mpaka tukapata ile sheria mwaka 98, na baadaye ikawa sehemu ya makosa ya jinai kuhusu masuala ya ubakaji na mambo kama hayo. Kwa hiyo walipigania sheria za ardhi. Sheria za ardhi zikaja zikamtambua mwanamke kama sehemu ambayo anaweza kumiliki mali ni kama alivyo mwanaume, kwamba anachofanya mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo wanawake walifanya mambo mengi sana, kujenga mifumo, kujenga sheria, na leo mpaka unavyozungumza hapa tuna sheria nyingi sana ambazo zimetungwa Tanzania. Nimesema hiyo SOSPA, kuna sheria za ardhi, tuna sheria kwa mfano za watu wenye ulemavu, kuna sheria za mtoto, kuna mikakati ya kupambana na jinsia na ukatili, nyingi zimetungwa. Tunaona kabisa kwamba kwa namna moja au nyingine serikali imeendelea kuwa sehemu ya Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, kuhakikisha kwamba wanalinda masuala ya wanawake, na zote hizi ni kelele na jitihada ambazo zimefanywa na watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo watetezi wa haki za binadamu wa kizazi cha pili, maana unazungumzia akina Mama Mary Rusimbi, akina Mama Dr. Helen Kisimba, unazungumzia wale wakina Mama Odunga na wengine wote, ndio vizazi ambavyo tunaweza kusema kizazi cha pili cha watetezi wa haki za binadamu kwa upande wa wanawake, ambao walifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba haya maazimio, unaona leo masuala kwa mfano ya elimu, taasisi za elimu kielimu, unaona zilikuwa zinafanya kazi kubwa sana. Unakumbuka masuala ya afya, watu walipambana. Sasa leo unazungumza mtoto wa kike anakwenda shule, kwenye vyuo vyetu unakuta idadi sawa na ya mwanaume. Ni jitihada nyingi zilifanyika. Leo unaona kabisa kwamba masuala ya afya, pamoja na kwamba vifo vya mama na mjamzito vinapungua, ni kazi kubwa ambayo imefanywa na watetezi wa haki za binadamu. Leo unaweza kuangalia masuala ya ukatili na kwa sababu ni maazimio mojawapo ya kumlinda mwanamke, ukatili ya Beijing. Unaona kwa namna gani watu wamepambana na masuala ya ukatili. Kwa hiyo watetezi wa haki za binadamu hawa wamekuwa wakitoa kwa mfano msaada wa kisheria kwa watu wote ambao wanafanywa ukatili kule vijijini. Wamekuwa wakiwasaidia wale wanawake wanaofanywa ukatili kwenye ndoa, kwenye jamii. Wengine wameanzisha vituo salama vya kuwaweka wanawake ambao wanafanywa ukatili au wasichana wanaofanywa ukatili, lakini wamekuwa wakitoa elimu kwa jamii, kuwabadilisha. Kwa mfano swala la ukeketaji. Swala la ukeketaji ni mojawapo ya ukatili wa wanawake na wasichana, ambao kazi kubwa sana imefanyikwa na mashirika ya haki za binadamu, hasa wanawake kwa namna moja au nyingine. Na leo tunazungumza kwamba swala la ukeketaji pamoja kwamba bado lipo, lakini kwa sehemu kubwa limepungua. Kwa hiyo mchango wa wanawake katika jamii, hasa hili kundi la kizazi cha pili, umekuwa ni mkubwa katika kuhakikisha haya maazimio 12 yanafanya. Lakini kikubwa ambacho tunajivunia na watetezi wetu hawa wanawake, hasa wao wakongwe, hawakuweza kufanya kazi za utetezi wa wanawake bila kuunganisha na utetezi wa haki zingine. Yaani manake waliona kwamba huwezi ukatetea kwa mfano haki za mwanamke ukasahau masuala ya ardhi, ukasahau masuala ya demokrasia, ukasahau masuala ya uchaguzi huru na mifumo mingine ya kiuchumi. Na ndio maana sasa walikuwa naungana na watetezi wengine kudai katiba mpya. Wameungana na watetezi wengine kudai maboresho ya sheria nchi hii. Kwa hiyo tunachojivunia na mambo makubwa kabisa tunavyoazimisha miaka hii 30, lakini hii siku ya mwanamke, ni namna gani mtetezi mwanamke ameona kwamba sio lazima tu atetee haki za mwanamke, kwamba ni lazima, pamoja na kwamba anatetea haki za, lengo lake kubwa ni kutetea haki za mwanamke, lakini hawezi kukaa kimya mtoto anapofanywa ukatili. Hawezi kukaa kimya makundi fulani yanapofanywa uporaji wa ardhi yao, kwa sababu ardhi ya jamii fulani ikiporwa, maana yake ni nini? Mtoto ule anaathirika na mwanamke anaathirika. Na ndio maana kwenye azimio lingine kati ya maazimio haya 12 ilikuwa ni kupambana na mizozo na vita. Sasa mizozo na vita kama azimio mojawapo la Beijing, maana inatokana na watu kutokupata haki zao. Hizi nchi zenye migogoro leo kama DRC, sijui Somalia, wanaoathirika zaidi ni wanawake. Kwa hiyo huwezi kuwa mtetezi wa haki za wanawake ukasahau wakati mwingine kupigania masuala ya usawa. Masuala ya usawa kwenye michakato ya uchaguzi. Ukasahau kupigania uchaguzi huru na haki. Kwa sababu hata mwanamke hawezi kwenda kushiriki kwenye uchaguzi ambao una vurugu. Wa kwanza kuogopa kwenda kwenye uchaguzi ambao una vurugu ni mwanamke, na wa kwanza kuathirika ni mwanamke. Kwa hiyo tunachojivunia ni kwamba wamama zetu hawa watetezi wa
kundi la pili au la awamu ya kizazi cha pili cha watetezi, sehemu kubwa ni kwamba waliweza kushanisha au kuona umuhimu wa harakati zao za kumkomboa mwanamke ziwe zinalandana na harakati zingine za kujenga jamii iliyo bora, jamii ambayo inaheshimu haki za binadamu. Kwa sababu huwezi kumtengeneza mwanamke ambaye haki zake zinaheshimiwa kama hujajenga mifumo mizuri ya kidemokrasia, mifumo ambayo inatoa usawa wa makundi yote kushiriki uchaguzi, mifumo ambayo haibagui kundi lolote kushiriki kwenye uchaguzi au chama chochote kushiriki uchaguzi. Huwezi ukasema kwamba mwanamke atakuwa salama kama hatujaweka mazingira mazuri sana ya kumlinda mtoto toka akiwa mdogo. Hatuwezi kusema kwamba mwanamke atakuwa salama kama hatutazuia vita na migogoro katika nchi zetu. Hatuwezi kusema kwamba mwanamke ataweza kuimarika kama katika jamii zetu masuala ya kiuchumi, masuala ya umiliki mali hatutapigania iwe sawa kwa watu wote, na masuala ya kupambana na rushwa, kwa sababu rushwa zote zinamwathiri mwanamke. Kwa hiyo tunachotaka kusema ni nini? Ni kwamba pamoja na kwamba tunasifia wanawake wetu, hawa mama zetu wamefanya kazi nzuri, kikubwa tunachojisifia ni kwamba waliweza kutetea haki za binadamu kwa ujumla wake, lakini bila kusahau ile core business yao, ule msingi wao wa kumnyanyua mwanamke, kwa sababu ilikuwa ni lazima mwanamke anyanyuliwe ili aweze kuwa sawa na mwanaume. Siku tutakapoona kwamba mwanamke na mwanaume wamefikia level sawa katika jamii, nadhani sasa tutakachokuwa tutazungumza sasa ni kwamba ni usawa kwa wote, haijalishi awe mwanamke au mwanamke. Na ndio maana tunaweza kusema kwamba iko siku haki zikiwa sawa, kama sasa hivi tunasema watu mnasoma sawa, mnakwenda shuleni. Masuala miaka huko ya nyuma ilikuwa ni kwamba mwanamke anapewa ili aweze kuingia chuo kikuu, zile marks za kwenda chuo kikuu zinakuwa mwanamke zinakuwa chini. Lakini sasa hivi naona hazipo tena, kwa sababu imeonekana sasa elimu imetoa nafasi ya wote. Watoto wa kike wanafanya vizuri zaidi, watoto wa kike wanaingia kwenye vyuo vyote. Kwa hiyo huo ndio usawa tunaotafuta. Kwa hiyo walipigania usawa, lakini wakapigania na jamii ambayo inaheshimu haki za binadamu kwa ujumla. Hayo ndio mambo ya kujivunia, lakini kikubwa ni kwamba walifanya kazi za utetezi wa haki za binadamu kama wito. Leo wale wamama leo unaowaona wamebakia kuwa na misimamo yao kwa sababu waliingia kwenye kazi ya utetezi kama wito. Kazi ya utetezi sio kazi ambayo unakwenda kutafuta maslahi binafsi. Na ndio wao ambao walishiriki vizuri kuingia kwenye utetezi kwa kuangalia zaidi maslahi ya umma kuliko maslahi binafsi. Kwa hiyo kizazi hichi cha pili cha watetezi, hasa hawa kina mama, waliingia sio kwa sababu ya kutafuta maslahi binafsi, kwa sababu kulikuwa kuna jambo ambalo kulikuwa kuna deni wanapaswa kulikamilisha. Kulikuwa kuna jambo ambalo wanapaswa kulikamilisha kwa jamii. Sasa hiyo ndo kazi ambayo tunaona wameifanya, na leo tunajivunia sasa kwamba mwanamke yuko juu. Kwa mfano katika maeneo ya usawa na uongozi, leo tuna viongozi mawaziri wanawake, tuna rais mwanamke, jambo ambalo tunajivunia. Tuna rais viongozi wa mikoa kule, tuna rais tuna viongozi wa jamii mbalimbali katika nyanja mbalimbali za uongozi. Hilo ni jambo ambalo pia tumepiga hatua, lakini halikuja kilaini. Ni kwamba zipo jitihada zilizofanyika, lakini katika jitihada hizi hatuwezi pia kuwasahau wanaume, kwa sababu jamii imeumbwa kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo wapo wanaume ambao walikuwa na nia nzuri, wapo wanaume ambao wamesaidia hata haya ambao tunayazungumzia hapa leo, kwamba tumefikia hatua fulani kama taifa ya kimaendeleo kwenye haki za wanawake. Kwa hiyo mchango wa kina mama hawa ni muhimu tukautambua. Kina mama Mongela pamoja na timu yake wengine yote, wakina mama ambao wamefanya kazi nzuri, wakongwe katika taifa letu, ni vema tukawatambua kwamba wamechangia sio tu kutambuliwa kwa mwanamke, lakini maboresho ya taifa yote tunayaona leo mwanamke mwenye. Sasa kizazi hichi cha tatu cha watetezi wa haki za binadamu, ambapo ndio kizazi chetu ambacho kinaanzia tuseme labda 2010, kwa sababu hichi kingine tunataka tukasema kimeishia labda 2005 mpaka 10. Hivi vizazi vingine kuanzia 2005 mpaka sasa ni vizazi ambavyo vimekuja, sehemu kubwa tunayoiona wanafanya kazi nzuri, kwa sababu kwanza wako kwenye dunia utandawazi. Changamoto tunayoiona ni kwamba wengi wameingia kwenye harakati, wanawake wa kizazi cha sasa, kwanza kama sehemu ya ajira na sio kama sehemu ya wito. Unapokuja kwenye kazi za harakati na utetezi kama sehemu ya ajira, huwezi kuifanya vizuri. Changamoto ambazo kwa mfano walipitia hao mama zetu miaka ya nyuma wakati wanaanza kazi za utetezi, walivyotoka Beijing kwa mfano, changamoto nyingi walipitia. Sasa kama hizo changamoto hawa waleo wakizipitia wanaweza kustahimili, kwa sababu waliingia kama ajira, hawa wameingia kama ajira na wale waliingia kama wito.
Walipata changamoto nyingi sana wale wamama miaka hiyo. Wakaitwa ni watu ambao wanavunja mila na desturi, wakasumbuliwa, taasisi zao zikasumbuliwa, lakini waliendelea kubaki salama. Changamoto zilikuwa ziko nyingi. Kuibadilisha jamii kutoka kwanza changamoto tu ndani ya jamii, lakini pia changamoto kwenye mifumo mingine ya kiserikali. Hiyo iliwakuma. Kwa hiyo tunayoiona ni kwamba jamii ya sasa hivi, watetezi hasa wanawake wa sasa kizazi hiki wako zaidi kama ajira, lakini uvumilivu katika kazi yao unakuwa ni mdogo, lakini hawana ushirikiano. Kila mtu anapambana kivyake, kila mtu anatafuta kivyake. Anayetetea mtoto anabakia kwa kutetea mtoto, anayetetea haki sijuu za wanawake katika makundi tofauti anakuwa na la kwake. Huwezi kuwakuta wanakutana kwa pamoja kama walivyofanya mama zetu miaka ya nyuma. Mama zetu wao walikuwa wanakutana pamoja, kulikuwa kuna Femnact pale TGNP, walikuwa wanakutana kwa pamoja, kulikuwa kuna agenda za kitaifa wanazibeba kwa pamoja kama katiba mpya. Walikuwa wanazungumza mambo ya kitaifa yanayohusu mwanamke, yanayohusu mtoto, yanayohusu demokrasia, yanayohusu ardhi, yanayohusu uchumi, kwa wakati mwingine kwa pamoja. Tunaiona changamoto kwa watetezi wa kizazi hiki cha sasa. Huo muda wa kuwa kwa pamoja umekuwa ni mdogo. Wanafanya kazi zaidi kwa kila mtu kushika kile alichonacho, kitu ambacho kinafifisha utetezi. Utetezi wa haki za binadamu, hata kama shirika lako au taasisi yako imefocus katika eneo fulani, kuna wakati lazima mje kwa pamoja muweze kutetea haki za binadamu kwa ujumla, kwa sababu uwezo kukaa unapambana kumtetea mtoto ukasahau mifumo mingine ya haki za binadamu ambayo ina implication au ina madhara moja kwa moja kwenye makuzi ya mtoto. Kwa mfano, unapozungumza masuala ya haki za mtoto, lazima uangalie swala la elimu, lazima uangalie swala la afya. Nadhani tunaelewana hapo. Sasa vitu yote hivi lazima viende kwa pamoja. Kwa lazima ushirikiane. Unapozungumzia kwa mfano haki za mwanamke kushiriki chaguzi, michakato ya uongozi, lazima uangalie mifumo yetu ya uongozi kuanzia ndani ya vyama, uchaguzi mkuu. Je, unaruhusu mwanamke kushiriki? Uchaguzi huu wa kuonyeshana mapanga, wakati mwingine polisi wanajaa barabarani, mwanamke inamrudisha nyuma. Mwanamke ni kiumbe ambaye hapendi kwenda kwenye vurugu nyingi kama hizi, lakini sio kwamba hapendi. Yeye ndio anakuwa na madhara zaidi, kwa sababu anakuwa na majukumu yale. Kwa mfano kwa jamii zetu, bado mwanamke anakuwa na majukumu mengi. Kwa mfano watoto, anawaza watoto, nakuta wakati mwingine wao ndio wako na watoto. Kwa hiyo likitokea la kutokea, yeye anakuwa maathirika zaidi. Kwa hiyo tunaangalia, swali langu ni kwamba kwa watetezi wa sasa hivi, kwa nini tumejiacha? Kwa nini tumeacha kubeba mambo ya haki za binadamu kwa ujumla? Kwa nini hatuna ushirikiano kama walivyofanya hao wazazi wetu? Kwa tathmini hii ya miaka 30, lakini siku hii ya mwanamke itupe nafasi ya watetezi wa kizazi hiki, hasa watetezi wanawake, waangalie ni namna gani wanaweza kurudi katika ile misingi ya umoja, ya pamoja, ya kutetea haki za binadamu. Waangalie ni namna gani wanaweza wakafanya kazi za utetezi kama kazi za jamii, sio kama kazi za binafsi. Ukitaka kuwa na ajira na mshahara mzuri, nenda kwenye mabenki na maeneo mengine, lakini kazi ya utetezi ni ya kujitolea. Kazi ya utetezi ina madhara, ina changamoto nyingi. Lazima ujitolee kwamba mimi nipo kwa ajili ya jamii, na siku zote mtetezi wa haki za binadamu huwa anatetea haki ya mwingine. Kwa lazima ufikirie kwamba huko kuna jambo gani unataka kulitoa kwenye jamii. Wale wakina mama, kuna mambo ambayo wameyatoa na wameyafikisha mahali fulani, wakatuachia kijiti kama walivyoanza kina Bibi Titi, wameitoa nchi Tanzania kwenye mikono ya wakoloni, wakaifikisha, wakawakabidhi wengine kina Sofia Kawawa, wakaendelea wengine wakaja kupokea kina Mongela miaka ya 80, wamesogea na wao sasa hivi wamekuwa watu wazima, wakatuachia kijiti vizazi vya sasa. Na sisi tuangalie tatizo linalotukabili kwa sasa ni lipi. Pamoja kwamba tunapigania haki mwanamke, tunapigania haki mtoto, tatizo ambalo tunakabiliana nalo kama taifa ni lipi? Lazima sasa tulibebe wote kwa pamoja. Kwa mfano kama tunazungumza kwa mfano kuwa na mifumo mizuri ya uchaguzi na demokrasia, lazima tulione kwamba ni letu lote. Hilo ni jambo la msingi ambalo ni lazima tulibebe sisi kama watetezi, hasa tunapozungumzia leo watetezi wanawake, kwamba tusijitenge, kwamba kwa sababu tunatetea haki za wanawake basi mambo mengine yote, elimu, afya, demokrasia, sijui mambo ya amani na utulivu hayatuhusu. Tukifanya hivyo utakuwa ni mtetezi ambaye hujatambua haki za binadamu au uzielewi haki za binadamu. Haki za binadamu zinaingiliana, kuna ile intersectionality ya human right. Zinaingiliana. Ukitetea haki moja bila kuiangalia ingine itakuja kukugonga huko.